Tarehe 30 Aprili 2026 na kusalimu sana popote pale ulipo mtazamaji wa ISQF TV. Karibu sana tuangazie taarifa za habari zilizotufikia siku ya leo. Mwanafunzi mmoja aliyefahamika kwa jina la Athmani Salumu mwenye umri wa miaka 16 alikuwa akisoma kidato cha pili katika shule ya sekondari Rodeo amefariki dunia baada ya kuchambuliwa na kuliwa na mamba alipokuwa akifanya shughuli za kuweka mitego ya samaki katika mto Wami wilayani Kilosa mkoani Morogoro. Akizungumzia tukio hilo, mkuu wa wilaya ya Kilosa alisema kuwa mara baada ya tukio hilo vyombo vya ulinzi na usalama vilianza operesheni ya kumtafuta kijana huyo iliyodumu kwa siku 2 mfululizo, na hatimaye operesheni hiyo ilifanikiwa kupata baadhi ya mabaki mwili wa marehemu ikiwemo kichwa chake. Siku ya Jumatatu tarehe 27 tulipokea taarifa za kwamba inasadikika kwamba amekamatwa na mamba wakati akiwa katika jitihada za kuweka mitego ya samaki katika mto huu Wami kule katika eneo la Banio. Kutoka tulipopata taarifa hizi, serikali ya wilaya lakini serikali ya mkoa tulichukua jitihada za makusudi kuhakikisha kwamba tunamtafuta kwa haraka na ikiwezekana kunusuru maisha yake, lakini vile vile kuona namna ambavyo pengine kwa haraka huo tungeweza kudhibiti kabla mamba hawa hawajafika mbali na ndugu yetu. Kwa siku 2 mfululizo jitihada za kumtafuta zimefanyika kwa kushirikiana na TAWA. Kwa siku 2 hizo hatukubahatika kupata mwili wa kijana wetu huyu. Leo asubuhi walitujulisha viongozi wa mamlaka ya wanyamapori kwamba kimeonekana kichwa. Kwa hiyo hatua ya kwanza ilikuwa ni kustiri hicho ambacho kimepatikana kwa maana ya kichwa, lakini maelezo yanaeleza kwamba sehemu ya kiwiliwili hicho kwa maana ya paja imeonekana kwamba viumbe hao wameondoka navyo. Ni tukio ambalo linasikitisha na ni tukio la huzuni kwa sababu hakuna ambaye ametegemea, hakuna ambaye ametarajia. Serikali inatoa mkono wa pole kwa mtihani huu ambao umetokezea, lakini wakati huo huo maelekezo ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Adam Kigoma Malima kwa mamlaka ya uhifadhi wa wanyamapori ni kwamba tathmini ya haraka ifanyike. Kwanza tunataka kujua kwa ujumla wake katika mto huu mto Wami kuna mamba wangapi ambao wanakadiriwa sasa hivi wamekuwa wakionekana, lakini pia wamekuwa na makazi katika maeneo haya. Ni waelekezo watendaji, lakini vile vile nimezungumza na afisa tarafa, lazima tuweke yale mabango ya tahadhari kuonyesha kwamba maeneo haya sio salama kwa kufanya shughuli za kibinadamu. Majuzi tumehangaika kutwa nzima tukumpata, jana tumehangaika kutwa nzima tujampata, ila leo muda wa saa 12 asubuhi tukapigiwa simu na wavamiaji wale ambao huwa wanavamia kwa kazi kuna kutafuta mamba. Sasa wavamiaji wakatupa taarifa kwamba tumeona mamba amekamata paja la mtoto asubuhi. Baada ya kuja maeneo haya wale mamba wakakimbia na ile paja. Bahati nzuri baada ya kutafuta chini akakutwa kichwa cha huyo kijana Athmani Salumu. Kwa hiyo kwa utaratibu tumefanya utaratibu, tukawapigia wahusika wa viongozi na tumezika muda wa saa 5 leo asubuhi kichwa cha huyo marehemu Athmani Salumu. Hii kama mara 3 inatokea. Kila baada ya mwaka lazima kuna mtu anakamatwa. Lakini tunashirikiana na watu wa wanyamapori ili kusaidia hili tatizo. Hata jana leo tulikuwa nao. Mkuu wa mkoa wa Iringa Henry James ametangaza kuwa Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba anatarajiwa kufanya ziara ya kikazi ya siku kadhaa mkoani humo kwa lengo la kukagua utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo pamoja na kusikiliza kero za wananchi. Akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake, Henry James amesema ziara hiyo ni sehemu ya juhudi za serikali kufuatilia maendeleo ya miradi na kuhakikisha inawanufaisha wananchi kama ilivyokusudiwa. Mkoa wetu wa Iringa unatarajia kuwa na ugeni wa ziara ya Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Lamik Mwigulu Nchemba, mbunge ambaye anatarajia kuanza ziara ya kikazi katika mkoa wetu kuanzia tarehe 2 mpaka tarehe 3 ya mwezi wa 5. Katika ziara yake atafanya ziara katika wilaya ya Mufindi ambako huko atapata nafasi ya kutembelea halmashauri zote mbili kwa maana ya halmashauri ya Mafinga na halmashauri ya Mufindi, lakini pia atapata nafasi ya kuzungumza na wananchi katika majimbo matatu ya wilaya ya Mufindi ambao ni jimbo la Mafinga, jimbo la Mufindi Kusini na jimbo la Mufindi Kaskazini. Naomba nichukue fursa hii kuwataarifu ni namna gani ziara hiyo itakuwa na ni nini kitafanyika wapi ili wananchi wenzangu mpate nafasi ya kushiriki kikamilifu katika ziara ya kiongozi wetu
ambayo kwa kweli itakuwa na tija kubwa sana katika mkoa wetu. Kwa siku ya tarehe 2 ambapo Mheshimiwa Waziri Mkuu atawasili katika mkoa wetu, atafanya mkutano wa hadhara wa kusikiliza wananchi katika kijiji cha Igowole, jimbo la Mufindi Kusini. Kwa tuombe wananchi wote wa Igowole, jimbo la Mufindi Kusini, kujumuika, wananchi, viongozi na watumishi, katika kwenda kumsikiliza Waziri Mkuu katika eneo hilo. Lakini pia kwa siku hiyo hiyo ya tarehe 2 mwezi wa 5, Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atatembelea barabara yetu ya Mtili Ifwagi, na huko atapata nafasi ya kuitembelea barabara, kuikagua barabara, na kisha atazungumza na wananchi katika jimbo la Mufindi Kaskazini. Siku ya pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu atapata nafasi ya kuzungumza na wananchi katika jimbo la Mafinga mjini, na hapo tutakuwa na mkutano wa kuwasikiliza wananchi pamoja na kusikiza taarifa mbalimbali za serikali zitakazowasilishwa kisekta. Nichukue fursa hii kuwakaribisha wananchi wote katika mikutano iliyotajwa. Niuhamasishe wananchi wote kuhakikisha wanatumia fursa ya mikutano hiyo kuja kusikiliza taarifa mbalimbali na maelekezo ya serikali, na wale ambao watakuwa na changamoto ambazo wangetamani zipate ufafanuzi wa kisera, basi wawe na uhakika kwamba serikali yao kupitia ujumbe wa Waziri Mkuu itafanya hivyo bayana katika mikutano hiyo. Mwisho kabisa, ni watake wakuu wote wa mashirika, taasisi, idara na sekta za serikali kuhakikisha kila itakapofanyika ziara hiyo wote wahudhurie kwa ajili ya kujibu hoja mbalimbali na kutoa ufafanuzi utakaohitajika kulingana na hoja zitakazowasilishwa na wananchi katika maeneo hayo. Tunamkaribisha sana Waziri Mkuu na tuko tayari wana Iringa kwa ajili ya ugeni huu mkuu. Mkuu wa wilaya ya Rumeru Mwinyi ameagiza wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA kuanza mara moja ukarabati wa barabara inayotumiwa na watalii kutoka Mlima Meru kuelekea Meru Camp. Agizo hilo limetolewa baada ya kiongozi huyo kufanya ziara ya kushtukiza na kubaini hali mbaya ya barabara hiyo, hali iliyomkera na kuonyesha kutoridhishwa kwake. Elekeza TARURA kusafisha mitaro, kuweka vifusi na kuhakikisha barabara hiyo inapitika kwa urahisi, kisisitiza umuhimu wake katika kurahisisha usafiri na kukuza sekta ya utalii katika eneo hilo. Kwanza ni washukuru waandishi wa habari. Taarifa ya kuziba hili eneo, lakini na changamoto ya hii barabara nimepata kupitia kwa kwenu nyinyi. Lakini pia niliona kuna haja sasa ya msingi kufika katika hili eneo na kuona namna gani barabara na hususan kipindi cha mvua imeleta changamoto. Mambo machache ambayo tumeyabaini na tumeshatolea maelekezo. Jambo la kwanza, kwenye vivuko vyetu hivi culverts. Kwenye hizi culverts tumekuja kugundua kuna miundombinu mingine ya huduma imepitishwa ndani ya miundombinu mama wa kupitisha maji taka. Ukiangalia hili kama hili eneo ambalo limeziba hapa, kuna pipe za huduma kama 2 zimepita hapa. Kwa hiyo tumewaelekeza TARURA kwanza kuzibua ili maji haya yapite. Kwa sababu haya maji yanapo overflow yanapita katika barabara huku ndio inaharibu barabara. Kwa hiyo wazibue hapo maji yapite. Lakini pili, na ndio agizo langu la msingi kwenye hilo, tutambue wale watoa huduma ambao wamepitisha miundombinu yao ya huduma juu ya miundombinu mama wa kupitisha maji taka. Na wala sisi kama serikali na wananchi hatujajenga hichi kivuko kwa maana hii culverts ipitishe miundombinu mingine ya huduma. Ni miundombinu ambayo imekuwa designed purposely kupitisha maji taka kwenda huko. Kwa hiyo yote ambaye ana miundombinu wake ndani ya culvert letu hilo, na sio culvert tu, hata kwenye huu mtaro pale juu pia tumeona kuna miundombinu ya huduma nyingine imepitishwa juu ya mtaro. Sasa hii ndio inaanza kusababisha taka zikija ambazo zinatakiwa zipitishwe katika hiyo miundombinu inafanyaje? Ina station hapo, ndio inaanza kuzalisha taka. Lakini na pili, tumekubaliana na TARURA watazibua watakina cha huu mtaro, watoe huu mchanga. Inawezekana pia overflowing ya maji haya taka ni kwa sababu ya mtaro huu ile dimension yake imefanyaje? Imepungua. Kwa hiyo mchanga umesogea sana. Kwa hiyo wazibue ili pia tuone. Lakini pia tumekubaliana waje waweke sasa kifusi. Pata picha yule mtu ambaye anaishi huku akiwa na gari ya chini hapa anapitaje. Lakini pia katika zile picking hours asubuhi na jioni watu wanakwenda kazini na kurudi katika makazi yao, hapo wanapishanaje? Lakini pia wenzetu wanaofanya kazi za wasafirishaji, gari ikipita hapo bodaboda hawezi kupita, inabidi asubiri. Kwa hiyo tunataka tuweke na waweke kifusi hichi kuanzia hapa mpaka kwenye geti la kwanza lile la halmashauri, ili sasa kuwe kuna kupitika vizuri. Lakini hapo mambo ambayo pia tumejaribu kukubaliana na wenzetu ambao ni watumiaji wa ile eneo. Tutakuwa na kikao cha pamoja Jumatatu. Tumeona na tumegundua upande huu wa kulia mtaro umeboreshwa.
lakini upande wa kushoto ni miundombinu ya zamani. Sasa hii tuwe tuna uwiano sawa wa kupitisha maji katika hii barabara ili tuweze kuitunza, na huu wa kushoto pia tunahitaji tuuboreshe. Kwa hiyo sisi shabaha yetu ni kuboresha pia na mtaro huu wa kushoto ili sasa maji yaweze kufanyaje kupita vizuri. Lakini pia pale nyuma tumegundua kuna maji yanayotoka huku nyuma, yanapokuja barabarani hayana miundombinu ya kuingia katika mitaro yetu. Kwa hiyo tumewaambia TARURA watengeneze namna ya catchment areas pale ya kuchukua yale maji ambayo yanatoka huku kuja barabarani ili aweze kuingia kwenye nini, kwenye mtaro. Kwa sababu mvua inapokuwa kubwa, kwa historia na maelezo ya wananchi wakazi hapa, yale maji yanakuja na yanaingia barabarani moja kwa moja, hayapiti kwenye. Jeshi la polisi kikosi cha reli Tanzania kimefanikiwa kukamata wahalifu 40 wanaohusika na wizi wa miundombinu ya shirika la reli Tanzania, wakiwa na vifaa mbalimbali vya wizi ambavyo viliibiwa katika miradi wa ujenzi wa reli ya kisasa kipande cha 5. Polisi kikosi cha reli katika taarifa yake kwa vyombo vya habari wameeleza kuwa kukamatwa kwa wahalifu hao kunatokana na operation walioifanya katika mikoa ya Shinyanga, Simiyu na Mwanza. Katika kipindi cha kuanzia tarehe 18 Machi 2026 hadi tarehe 28 Aprili 2026, Jeshi la Polisi kikosi cha reli Tanzania tumefanya operation katika mikoa ya Shinyanga, Simiyu na Mwanza kwa lengo la kuwakamata na kuwasaka watuhumiwa wanaohusika katika uhalifu wa miundombinu ya shirika la reli Tanzania. Na katika operesheni hizo tumefanikiwa kukamata jumla ya watuhumiwa 40 wakiwa na vifaa mbalimbali vya wizi ambavyo viliibiwa katika mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa kipande cha 5. Vifaa vilivyokamatwa ni pamoja na nondo 431, bomba za chuma za kujengea madaraja ya reli 458, waya wa fence bando 5 zenye urefu wa mita 60, mabati 23, stendi za karashia 3 ambazo zilitengenezwa kwa kutumia vyuma vya madaraja ya reli ya SGR, pleti za chuma 5 na mafuta aina ya dizeli lita 40. Pia katika operesheni hiyo tumekamata magari 3 na pikipiki 6 ambazo ni vielelezo vilivyotumika kusafirisha vifaa hivyo vya wizi. Katika hatua nyingine, mnamo tarehe 6 mwezi wa 4 2026 huko maeneo ya Morogoro alikamatwa mtuhumiwa mmoja kwa kosa la kugushi tiketi za usafiri wa treni ya SGR. Watuhumiwa wote waliokamatwa, hatua za kisheria zinaendelea kuchukuliwa dhidi yao kwa ajili ya kufikishwa katika mamlaka mengine za kisheria kwa hatua zaidi. Jeshi la Polisi kikosi cha reli Tanzania linatoa wito kwa wananchi kuendelea kushirikiana na Jeshi la Polisi kikosi cha reli Tanzania katika kulinda miundombinu ya shirika la reli Tanzania. Aidha, hatutasita kuchukua hatua kali na za kisheria kwa wale wahalifu ambao wanahusika katika uhalifu kwenye miundombinu ya shirika la reli Tanzania, pamoja na wale ambao wanahusika katika kuhujumu miradi ya kimkakati ambayo inaendelea kujengwa na kutekelezwa katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania. Katika mahakama ya wilaya ya Kyela, Zawadi Jackson Mwakijolo, mwandishi wa habari na mtangazaji wa kituo cha K4 FM mkazi wa Itungi wilaya ya Kyela mkoani Mbeya, amepatikana na hatia na kuhukumiwa kifungo cha miaka 60 jela kwa makosa ya kusafirisha dawa za kulevya aina ya bangi vifurushi 142 kwenye uzito wa kilogramu 155.84. Hukumu hiyo imetolewa na Mheshimiwa Paul Mabula Aprili 29 katika mahakama ya wilaya Kyela. Imeelezwa kuwa mshtakiwa alitenda kosa hilo mnamo Februari 2, 2025 na alikamatwa na askari akiwa anasafirisha dawa hizo kutokea katika kivuko kisicho rasmi cha Januari kwa ajili ya kupeleka maeneo mbalimbali nchini kufanya biashara hiyo haramu. Pia operation na misako imeendelea kufanyika na kufanikiwa kukamata wahalifu waliotenda uhalifu huo. Watuhumiwa waliokamatwa na upelelezi wa makosa yao kukamilishwa walifikishwa mahakamani na baadhi walipatikana na hatia na kuhukumiwa kifungo. Katika mahakama ya wilaya ya Kyela, mtuhumiwa anaitwa Zawadi Jackson Mwakijolo. Huyu ni mwandishi wa habari na mtangazaji wa kituo
cha utangazaji ambacho ni kinajulikana kama 94.1 K4 FM. Ni mkazi wa Itunge wilayani Kyela katika mkoa wa Mbeya. Huyu amepatikana na hatia na kuhukumiwa kifungo cha kwenda jela miaka 60 kwa makosa yake aliyokutwa nayo ya kusafirisha dawa za kulevya aina ya bangi vifurushi 142 vyenye uzito wa kilo 155.84. Hukumu hiyo imetolewa na Mheshimiwa Paul Mabura Barnabas Aprili 29 mwaka huu 2026 katika mahakama ya wilaya Kyela. Inaelezwa kuwa mshtakiwa alitenda kosa hilo tarehe 2 mwezi wa pili mwaka 2025 na alikamatwa na askari akiwa anasafirisha dawa hizo kutokea katika kivuko kisicho rasmi kinachojulikana kwa jina la Januari kwa ajili ya kupeleka maeneo mbalimbali nchini kufanya biashara hiyo haramu. Mshtakiwa ametiwa hatiani na kuhukumiwa kwa mujibu wa sheria ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya. Aidha, mtuhumiwa mwingine ambaye anaitwa Yesaya Watson Mwakyoma, huyu mkazi wa Kafundo wilayani Kyela katika mkoa huu wa Mbeya, naye katika mahakama hiyo hiyo ya wilaya ya Kyela amepatikana na hatia ya kuhukumiwa kifungo cha jela miaka 30 kwa kosa la kubaka alilotenda dhidi ya mtoto mwenye umri wa miaka 7 ambaye ni mwanafunzi wa darasa la pili. Jina tunalihifadhi. Hukumu hiyo imetolewa na Mheshimiwa Paul Barnabas Aprili 29. Kabla ya hukumu hiyo ilielezwa kuwa mshtakiwa alitenda kosa hilo Machi 10 mwaka 2025 baada ya kumkuta mtoto huyo akiwa anacheza na watoto wenzake katika makazi ya mtuhumiwa. Kisha mshtakiwa alimshika mkono na kuingia naye chumbani kwenye nyumba yake na kumwingilia kimwili. Mwendesha mashtaka wa serikali wakili Brice Case akiwa mahakamani hapo aliomba mahakama kutoa adhabu kali kwa mujibu wa sheria ili iwe fundisho kwa watu wengine wenye tabia kama hizi ili kutokomeza vitendo hivi vya ukatili dhidi ya watoto katika jamii. Na mtazamaji, huo ni mwisho wa taarifa habari. Sina la ziada mpaka sasa. Tukutane pale Malolo Tabora kuanzia tarehe 18 mpaka tarehe 22 Mei, upasuaji mdomo wazi ambao utafanyika bure kabisa. Ulikuwa nami Pendo Goto, nikutakia siku iliyokuwa njema na bye kwa sasa.